Mabingwa watetezi wa kombe la dunia Argentina wanakabiliwa na uwezekano wa kupewa adhabu kali na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Na hii ni mara baada ya wachezaji wa timu hiyo kusherehekea ushindi wao wa nusu fainali dhidi ya timu ya taifa ya England kwa kunyanyua bango linalounga mkono madai ya nchi yao kumiliki visiwa vya Falkland. Kwenye mchezo huo mkali uliopigwa jijini Atlanta, Argentina walipindua matokeo dakika za jioni na kushinda mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha kocha Thomas Tuchel na kujikatia tiketi ya kucheza fainali ya kombe la dunia dhidi ya Hispania siku ya Jumapili. Hata hivyo, shangwe za ushindi ziligeuka kuwa mjadala mkubwa wa kisiasa baada ya filimbi ya mwisho, ambapo wachezaji wa Argentina walionekana kusherehekea huku wakiwa wameshika bango lililoandikwa Las Malvinas San Argentinas, linalotafsiriwa kama visiwa vya Falkland ni mali ya Argentina. Visiwa hivyo ambavyo ni eneo la Uingereza lililo ng'ambo kusini magharibi mwa bahari ya Atlantic vimekuwa kwenye mgogoro wa muda mrefu wa umiliki kati ya Uingereza na Argentina. Sasa ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza iliyopo Downing Street imeunga mkono wito wa kuitaka FIFA ichunguze tukio hilo, ambapo msemaji rasmi wa waziri mkuu alisema kombe la dunia linaweza lisiwe letu, lakini visiwa vya Falkland kwa hakika ni vyetu. Ahadi yetu kwa Falkland haitatikisika kamwe, mwisho kunukuu. Naye katibu wa biashara na viwanda wa Uingereza Peter Kyle aliliambia shirika la BBC kuwa kitendo hicho cha Argentina hakikuwa cha kiungwana kabisa na anatarajia FIFA kufanya uchunguzi wa kina. Sasa sheria za FIFA huwa zinakataza vikali kuingiza masuala ya kisiasa, kidini au kijamii michezoni, na hapa kuna historia na mifano ya adhabu ambazo zinaweza kuwakabili Argentina. Itakumbuka mwaka 2014 FIFA iliitoza faini ya pauni 20,000 chama cha soka cha Argentina baada ya wachezaji wake kushika bango lenye ujumbe huo huo kabla ya mechi ya kirafiki dhidi ya Slovenia. Aidha, kiongozi wa chama cha Liberal Democrat cha Uingereza Ed Davey ameiandikia barua FIFA akitaka wachezaji walioshika bango hilo wafungiwe kucheza mchezo wa fainali dhidi ya Uhispania. Lakini pia kwenye michuano ya Euro 2024 wachezaji wa Hispania Alvaro Morata na Rodri walifungiwa mechi moja na UEFA baada ya kuimba Gibraltar ni mali ya Hispania wakati wa sherehe zao za ubingwa. Pia mchezaji wa Korea Kusini Park Jong-won alifungiwa mechi 2 na FIFA baada ya kunyakua bango lililodai umiliki wa visiwa vya Dokdo vinavyogombaniwa na Japani kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka 2012. Hata hivyo, hakuna uwezekano wowote wa Argentina kuondolewa kwenye fainali ya Jumapili, kwani maamuzi ya kinidhamu ya FIFA mara nyingi huchukua wiki kadhaa kukamilika. Hata hivyo, kiungo wa Argentina Leandro Paredes alikiri baada ya mechi hiyo kuwa mchezo huo ulikuwa na hisia kubwa zaidi ya soka la kawaida kwa taifa lao kutokana na historia ya vita vya Falkland vya mwaka 1982 vilivyogharimu maisha ya wanajeshi 655 wa Argentina na wanajeshi 255 wa Uingereza. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.